Baada ya kuizungumza pepo ya Waislamu, sasa tunaifunua Biblia. Pepo kwa mujibu wa Biblia. Kwa mujibu wa imani ya Kikristo, binadamu walio wema wenye kutenda mambo ya kumpendeza Mungu katika uhai wao wa sasa duniani, watakapokufa baadaye watafufuliwa ili walipwe kwa mema waliotenda katika uhai wao hapa duniani, na malipo hayo ni kwenda peponi. Biblia inasema, yeye ashindaye nitampa kula matunda ya mti wa uzima ulio katikati ya pepo ya Mungu. Ufunuo 2:7. Na andiko lingine linasema, roho za wenye haki hupokelewa katika hali ya furaha ambayo huitwa peponi. Alma 40:11 hadi 12. Biblia inapozungumzia pepo haiongei mambo mengi ya mtindo wa maisha wa watu wa peponi kwa kuyataja bayana raha na starehe za huko peponi, bali walau Biblia husema kuwa huko yatakuwa ni maisha ya furaha yasiyo na shida zozote zile, kama maradhi wala magomvi wala umaskini. Na Biblia ina maandiko mengi yanayotamka zaidi kuwa maisha ya peponi ni maisha ya milele. Yohana 17:3 inasema, na huu ndio uzima wa milele, wa kufahamu wewe ambaye pekee ni Mungu wa kweli na kumfahamu Yesu Kristo ambaye umemtuma. Mathayo 25:46 imeandikwa, basi hawa watakwenda kwenye adhabu ya milele, lakini wale waadilifu watakwenda kwenye uhai wa milele. Huo uhai wa milele hapo inamaanisha maisha ya peponi. Na Wagalatia sura ya 6 mstari wa 7 hadi wa 8 imeandikwa, msidanganyike, Mungu hafanyiwi dhihaka. Alichopanda mtu ndicho atakachovuna. Apandaye katika tamaa za kidunia atavuna humo uharibifu, lakini akipanda katika Roho atavuna kutoka kwa Roho uhai wa milele. Na andiko lingine nalitoa katika Wakorinto wa pili sura ya 4 mstari wa 17 hadi wa 18. Nisikilize vizuri, Biblia inasema, maana hii dhiki yetu nyepesi na ya muda mfupi inatutayarisha kwa ajili ya utukufu wa uzima wa milele unaozidi sana matatizo haya. Kwa maana hatuweki mawazo yetu kwenye vitu vinavyoonekana, bali kwenye vitu visivyoonekana. Maana vile vinavyoonekana ni vya muda mfupi, lakini vile visivyoonekana vinadumu milele. Maandiko yote haya niliyoyagusa hapa yanatamka bayana kuwa pepo ni kwa ajili ya watu wema waishio duniani kwa kutenda mema ya kumpendeza Mungu, na baada ya maisha haya duniani Mungu anawaahidi watu wema hawa ya kwamba atawapa zawadi ya pepo ambako wataishi milele kwa furaha. Lakini bado nikataka kujua zaidi. Biblia inasimulia huko peponi kukoje? Maisha ya watu wa peponi yatakuwaje? Na starehe watakazozifaidi ni zipi hasa? Makala moja iliyochapishwa katika mtandao wa YouTube iitwayo 3 Heavens, Why is no one talking about it, ikanivutia masikio yangu kwa uchambuzi wake. Makala hii nakusihi na wewe ukaitazame. Makala hii ilichambua Biblia ikizungumza juu ya mambo yafuatayo kuhusu pepo. Katika Biblia inapozungumzwa pepo, mara nyingi hutajwa kwa jina la paradiso au paradise kwa Kiingereza. Hili ni neno lenye asili ya Kigiriki likimaanisha bustani. Na kuanzia hapo ndipo wengi vichwani mwao wanapoizungumzia pepo hawasiti hata kuchora picha zenye kuonyesha watu wenye furaha wakiwa kwenye mabustani mazuri yaliyonawiri. Tena kwa amani ya mabustani hayo, watu hao utawaona mpaka wakicheza na wanyama hatari kama simba na chui. Katika Biblia, Yohana ameeleza habari kadhaa za mji mzuri Yerusalemu mpya. Wachambuzi wa Biblia wanasema hapo ndio alikuwa akizungumzia dunia mpya itakayokuja kwa pamoja, au kuwa ndio pepo na uzuri wake. Katika Biblia Agano Jipya, kitabu cha Ufunuo sura ya 21 mstari wa 1 mpaka wa 4 imeandikwa na Yohana akisema, nami nikauona mji ule mtakatifu Yerusalemu mpya ukishuka kutoka mbinguni kwa Mungu, umewekwa tayari kama bibi harusi aliyekwisha kupambwa kwa mumewe. Nikasikia sauti kubwa kutoka katika kile kiti cha enzi ikisema, tazama, maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu, naye atafanya maskani yake pamoja nao, nao watakuwa watu wake, naye Mungu mwenyewe atakuwa pamoja nao. Naye atafuta kila chozi katika macho yao, wala mauti haitakuwapo tena, wala maombolezo, wala kilio, wala maumivu hayatakuwapo tena, kwa kuwa mambo ya kwanza yamekwisha kupita. Hapa ni kugusie kitu. Kama ilivyo kwa pepo ya Waislamu ya kwamba huko peponi watamuona Mungu,
basi na Biblia nayo inapozungumzia pepo yatamka dhahiri kwamba Mungu ataishi na watu wema huko peponi. Ushahidi ni hili andiko la Ufunuo 21:1-4. Na pia huko peponi hakutakuwa na watu kufa wala kuumwa au aina yoyote ya matatizo na maumivu. Biblia kama Qur'ani nayo inazungumza pepo kama sehemu ya starehe tu. Halafu Yohana akaendelea kuzungumza kuhusu uzuri wa mji wa peponi na akasema katika Ufunuo sura ya 21 mstari wa 11 imeandikwa, mji ulikuwa unang'aa kwa utukufu wa Mungu, ulikuwa unang'aa kwa uangavu kama yaspi, kito cha thamani sana, ulionekana kwa uwazi kama kioo. Kwa hivyo mji wa peponi una ardhi na majengo ya kung'aa kama madini ya thamani. Pepo ina nuru yake. Na tulipozungumza kuhusu Uislamu na mambo ya pepo yao, tuliona ya kwamba pepo ni kubwa hasa kiasi mtu anayepewa daraja ya chini ya pepo ni sawa na kupewa mara 50 ya ufalme wa dunia nzima. Jambo la kufanana na hili tunalikuta kwenye Biblia. Yesu aliwahi kupata kusema kama ilivyoandikwa katika kitabu cha Yohana sura ya 14 mstari wa 2 mpaka wa 3. Imeandikwa, katika nyumba ya Baba yangu mna nafasi nyingi, kama sivyo nisingeliwaambia kwamba nakwenda kuwaandalia makao. Na nikisha waandalia nitarudi kuwachukua mkae pamoja nami, ili mahali nilipo nanyi mpate kuwepo. Andiko hili kwa Biblia ya Kiswahili linasomeka hivyo: Yesu akinadi kuwa katika ufalme wa Baba yake, yaani huko peponi, kuna utajiri wa nafasi ya kututosha sote. Ila andiko hili nilipolisoma kwenye Biblia 2 za machapisho tofauti ya Kiingereza nikapata maana zaidi. Katika Biblia ya chapisho jipya la King James, New King James Version, imeandikwa, in my father's house are many mansions. Katika tafsiri ya moja kwa moja ni kwamba Yesu alisema kuwa katika nyumba ya Baba yangu kuna mahekalu mengi. Na Biblia nyingine itwayo The New International Version imeandika, my father's house has many rooms, yaani nyumba ya Baba yangu ina vyumba vingi. Kwa namna zote ambazo Biblia hizi tatu zimeandika andiko hili, maana ya msingi inabaki kutupa picha kuwa peponi ni mahala penye makazi makubwa ya kifahari yenye nafasi. Jiulize tu kwa namna nyepesi, kama matajiri wa duniani tu wanaweza kujenga majumba ya kukushangaza, vipi majumba aliyoyajenga Mungu kwa ajili yenu peponi yatakuwaje? Mpaka Yesu anajinadi kwa kuyasifu. Biblia inapozungumza kuhusu maisha ya peponi inatamka jambo moja lenye kutia faraja sana kwa binadamu. Kifo hutupora vipenzi vyetu duniani, ila kama hao vipenzi vyetu ni watu wema, basi msihofu, kesho peponi mtakuwa nao. Biblia inatuahidi peponi watu wataunganishwa na vipenzi vyao waliopotezana nao duniani. Wathesalonike wa kwanza sura ya 4 mstari wa 16 hadi wa 18 imeandikwa, maana patatolewa amri, sauti ya malaika mkuu, sauti ya tarumbeta ya Mungu, naye Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni. Ndipo wale waliokufa wakiwa wanamwamini Kristo watafufuliwa kwanza. Kisha sisi tulio hai wakati huo tutakusanywa pamoja nao katika mawingu kumlaki Bwana hewani, na hivyo tutakuwa daima pamoja na Bwana. Basi farijianeni kwa maneno haya. Na andiko lingine Bwana Yesu alisema kama ilivyoandikwa katika Biblia kitabu cha Mathayo 8:11, basi nawaambieni kwamba watu wengi watakuja kutoka mashariki na magharibi, nao wataketi karamuni pamoja na Abrahamu, Isaka na Yakobo katika ufalme wa mbinguni. Maandiko haya mawili yanaeleza wazi kuwa baada ya maisha haya ya duniani tutakutana tena na vipenzi vyetu paradiso, yaani peponi. Na hapa niwasisitize, zingatieni, hapa limetumika neno karamu. Maana yake ni sherehe. Ni ipi sherehe mliyoiona bila misosi? Kwa hivyo msishangae kuona picha za watu wanapojaribu kutengeneza michoro ya peponi kulivyo. Hawasiti kuonyesha watu waliojumuika kwa furaha huku wakiwa na kila aina ya misosi na kujifaidi. Biblia inasema kwa raha za peponi watu hawatayakumbuka tena maisha ya duniani. Soma Isaya 65 mstari wa 17 hadi 18, imeandikwa, sasa naumba mbingu mpya na dunia mpya, mambo ya zamani hayatakumbukwa tena. Furahini mkashangilie milele kwa ajili ya vitu hivi ninavyoviumba.
Baada ya kufufuliwa, mtaingia peponi mkiwa na miili imara iliyopambwa, si miili yenye kuchoka, kuumwa wala kuzeeka. Biblia inasema katika Wakorinto wa kwanza sura ya 15 mstari wa 42 mpaka 44, imeandikwa, ndivyo itakavyokuwa wakati wa ufufuo wa wafu. Mwili uliopandwa ni wa kuharibika, utafufuliwa usioharibika. Unapandwa katika aibu, unafufuliwa katika utukufu. Unapandwa katika udhaifu, unafufuliwa katika nguvu. Unapandwa ukiwa mwili wa asili, unafufuliwa ukiwa mwili wa kiroho. Kama kuna mwili wa asili, basi kuna mwili wa kiroho pia. Wasomi wa Biblia hapa wanafasiri kuwa mwili wa kiroho ni mwili usiokufa na wala hautakuwa mwili wa kuzeeka wala kuchoka. Kumbukeni kule mwanzo niliposema kwa utani ya kwamba peponi hawaingii wazee. Kama umekumbuka nilichosema mwanzo, basi utagundua kuwa hapa tena Biblia na Qur'ani zinakutana. Ufunuo 22:3 inasema, hapana kitu chochote kilicholaaniwa kitakachokuwa katika mji huo, ikimaanisha peponi. Kisha andiko linaendelea kusema, kiti cha enzi cha Mungu na cha Mwanakondoo kitakuwa katika mji huo na watumishi wake watamwabudu. Andiko hili linapochambuliwa linaeleza mengi. Kwanza, ni miongoni mwa maandiko yenye kuonyesha peponi Wakristo watamwabudu Mungu kwa kuimba wakimsifu. Lakini wengi hujiuliza kuwa peponi kazi itakuwa ni kuimba tu. Wengine mpaka hudhani labda wataboreka. Wachambuzi wa Biblia wanasema andiko hili linapowataja watu kwa kuwaita watumishi, linamaanisha kuwa peponi watu watakuwa na kazi mbalimbali wakifanya kwa ajili ya Mungu wao. Ni zipi kazi hizo? Hapo Mungu ameficha. Ila wasomi wa Biblia wanasema msihofu, kazi za peponi si kazi za kukera au kuchosha au kutia stresi kama hizi kazi za duniani. Kwa maana kazi za duniani zimetokana na laana ya adhabu aliyoipewa Adamu, ikiwa ni mshahara wa dhambi yake. Ila mwanzo wa hili andiko Mungu anasema kuwa hapana kitu chochote kilicholaaniwa. Maana yake hata kazi za peponi si kama za duniani, kwani kazi za duniani ni mshahara wa dhambi ya Adamu, ndio maana zinatesa. Kwa maana hiyo, wachambuzi wa Biblia wanasema peponi hatutaboreka kwa kuimba muda wote, tutakuwa na kazi zingine za kumhudumia Mungu wetu. Biblia haijasema mengi sana kuhusu pepo, ila kwa haya niliyoyasema hakika mmepata picha ya maisha ya peponi yatakavyokuwa. The Storybook.